Shalom na karibuni tena. Naamini ya kwamba nyote mko salama. Shalom, Bwana wabariki. Mimi ni mzima na wasalimu katika jina la Yesu Kristo, jina lenye nguvu, jina lenye uweza na jina lenye ushindi. Kwa hiyo karibuni watoto wa Bwana katika ibada letu la leo. Tunaendelea kujifunza kitabu cha Wakorinto, na bila shaka tumeongea mengi sana kuhusu kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Tumefika sasa, nafikiri itakuwa ni episode ya 11 hii, ambapo tunaongea tu habari za kitabu cha Wakorinto. Tukasonga mbele tukafika hadi kwenye Wakorinto 12. Hapo tukaanza kuona habari za karama. Tukaanza kuongea karama ya kwanza ambayo ilikuwa karama ya neno la hekima, the word of wisdom, la parole de la sagesse. Tukaongea karama ya neno la hekima, mara yake nini, inatendaje kazi, utajuaje karama ya neno la hekima. Na hivi sasa tuingie katika karama ya pili ambayo ni karama ya neno la maarifa. Karama ya neno la maarifa ni nini? Maandiko yanatuambia kuhusu habari za karama ya neno la maarifa. Ila ni karama gani? Ni nini haswa? Karama hii inafanyaje kazi? Karama hii inatendaje kazi? Karama ya neno la maarifa. Ndugu zangu wapendwa, ni muhimu sana kwetu sisi kama Wakristo kufahamu utendaji kazi wa karama, kwa sababu kiujumla kanisa linajengwa na karama. Kiujumla kanisa linabebwa na karama. Kiujumla kanisa linajengwa na karama, kwa sababu hata hizi huduma tano pia ni karama. Huduma tano katika kitabu cha Waefeso sura ya 11 mstari wa 4, sura ya 4 mstari wa 11 pia ni karama. Kwa hiyo pia zinaitwa nini? Karama. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi kama Wakristo kujua hizi karama ni nini. Hizi karama zinatendaje kazi katika mwili wa Bwana. Hizi karama zinatufaidia kitu gani? Na tuelewe karama hii maana yake hivi, inatenda hivi kazi. Karama hii ni hivi, inatenda hivi kazi. Kwa hiyo tunaelewa karama baada ya karama. Ni muhimu sana tena sana. Na nataka mfahamu kitu kimoja. Karama ni zawadi. It's a gift, a present. Yaani ni kitu Mungu anakupa, na Mungu anapokupa karama haimaanishi ya kwamba wewe ni mzuri sana, ni bora sana kuliko wengine. Hakuna kitu kama hicho. Ni Mungu tu anakupa tu bila sababu. Kwa hiyo yeyote aliye na karama ambayo amepewa na Mungu ajue ya kwamba Mungu amempa hiyo karama kwa neema yake yeye. Mungu ameona akupe tu. Haimaanishi ya kwamba wewe ni bora sana kuliko wengine. Hapana. Na wala hiyo isipite akilini mwako kufikiri ya kwamba labda sababu una karama wewe ni bora kuliko wengine. Hapana. Na nataka niwaambie kitu kingine, ya kwamba chumba cha karama sio kanisa. Chumba cha maombi sio kanisa. Kuna tofauti mkubwa sana kati ya chumba cha karama na kanisa. Ni kanisa ndio linatawala na kuongoza chumba cha karama. Sasa ndugu zangu wapendwa, bila kuponda muda, naomba tuingie moja kwa moja katika karama ya neno la maarifa. Karama ya neno ya maarifa ni nini? Karama ya neno la maarifa ni Roho Mtakatifu anajifunua ndani ya mwanadamu, anapata nafasi ndani ya mwanadamu, na anakuja kufunua mambo yaliyopita au mambo yaliyopo. Narudilia tena, ni Roho Mtakatifu anaingia ndani ya mwanadamu, anafunua mambo yaliyopita au mambo yaliyopo. Ina maana karama ya neno la maarifa inahusika na ufunuo wa mambo yaliyopita au mambo yaliyopo. Karama ya neno la maarifa inahusika na ufunuo wa mambo yaliyopita au mambo yaliyopo. Hayo ndio mambo muhimu tu ya kujua kuhusu habari za karama ya neno la maarifa. Mambo ambayo kwa akili ya kibinadamu usingeweza kuyajua. Mambo ambayo kwa mawazo yako wewe na tafiti zako za kibinadamu usingeweza kuyafunua, usingeweza kuyafahamu, usingeweza kuyajua. Lakini sasa kupitia karama ya neno la maarifa unafika hatua unajua hata siri za wanadamu. Unajua kilicho katika mioyo ya wanadamu. Unajua kitu walichokifanya jana. Unajua hali fulani iliyokuwa jana. Yaani hiyo karama inayohusika na kufunua mambo yaliyopita na mambo yaliyopo ndio inaitwa karama ya neno la maarifa. Nafikiri hapo tunaelewana vizuri. Sio upambanuzi hapa. Hapa sio swala la upambanuzi wa roho. Ni karama ya neno la maarifa. Kujua mtu, unajua wewe jina lako ni fulani, unatoka mahali fulani, anwani yako ni fulani, baba yako anaitwa fulani, mama yako anaitwa fulani. Hiyo ni karama ya neno la maarifa. Huo sio upambanuzi wa kiroho. Hakuna roho inayopambanuliwa hapo. Hapa hakuna cha kupambanua roho. Ni karama ya neno la maarifa.
Ni neno la maarifa. Neno la maarifa ni kitu ambacho Mungu anaweka ndani yako na kufahamu vilivyo katika mioyo ya wanadamu. Basi, na walio wengi sana ambao wanatumiwa na hii karama, njia kuu ambayo Mungu anawatumia kwayo ni njia ya maono. Ndio maana karama ya neno la maarifa wakati mwingi sana inafanya kazi na karama ya unabii. Kwani kwa sababu vinaambatana pamoja. Yaani mtu ambaye ana karama ya neno la maarifa anaweza akakuone na anaona ugonjwa ulio katika tumbo lako, na anaona mahali ambapo ugonjwa umekaa katika tumbo lako, na anajua kabisa ni ugonjwa fulani katika tumbo lako. Yaani ni hivyo, usifikiri hivi inawezekana. Inawezekana, ndio hivyo kisi mambo yalivyo. Yaani mtu aliye na karama ya neno la maarifa, ninakutazama hivi, ninaona akili zako, ninaona ubongo wako katika kichwa chako, na ninaona wapi ambapo kansa imekaa katika kichwa chako. Ndio hivyo, ni karama za Mungu, ni mambo Mungu ameweka ndani ya wanadamu, na si kila mtu. Ni wale ambao Mungu alitaka aweke hivyo vitu ndani yao, wako na hivyo vitu. Ni karama, ndugu zangu, sio uchawi, ni karama ya Mungu. Yaani mtu anakutazama, anajua mahali ulipokuwa jana, jambo ulilolifanya jana, ulikula ugali kwa nani, ukafanya nini, na hata unachokiwaza sasa anakuambia, na sasa hivi unawaza 1, 2, 3. Ipo. Yaani hii karama hii, bwana we, hakuna karama ambayo inaigwa sana kama hii. Hakuna karama ambayo shetani anatafuta sana kuiga kama. Unajua kwa nini? Ni kwa sababu hii karama ya neno la maarifa inasisimua imani. Yaani imagine mtu hakujui, hamjawahi kuonana, unakutana naye anakuambia jina lako ni Asumani. Hata na wewe utakusaje kuamini? Imagine unakutana na mtu, mko kanisani kwenye mstari wa maombi, nimetoka Kongo, sijawahi kukuona. Tunakutana na wewe, ninakwambia jana ulikula wali na maharagi kwa mtu fulani. Utakosa imani. Kama nilikuwa 20% litapanda hupo 100%. Kwa hiyo lengo kubwa la karama ya neno la maarifa ni kusisimua imani ili upate muujiza wako. Ndio hilo tu, hakuna lingine zaidi ya hilo. Kwa hiyo karama ya maarifa inakuja ili kusisimua imani, na karama ya maarifa inakuja kufunua yaliyopita na ya sasa. Ni miongoni mwa zile karama 3 za ufunuo. Neno la hekima ni karama ya ufunuo, neno la maarifa ni karama ya ufunuo, na upambanuzi wa roho ni karama ya ufunuo. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, hizi karama lazima tuzifahamu. Kwa hiyo mnapoona hawa vijana wetu, vijana wanaotambatamba katika huduma karama ya kinabii, anasimama anasema, can I prophesy? Can I prophesy? Washiriki wanasema, prophesy man of God. And then anaanza kusema, your name is this, you come from this. That is not to prophesy. That is not to prophesy. Huko siyo kutabiri. Hiyo ni karama ya neno la maarifa. Shida tu hawa vijana hawajafunzwa vizuri. Wanahitaji wakae chini wafundishwe neno. Wanachanganya mambo. Neno la maarifa wanafikiri ni karama ya upambanuzi wa roho. Neno la maarifa wanafikiri ni karama ya unabii. Hawajui tofauti kati ya neno la maarifa, upambanuzi wa roho na karama ya unabii. Na haya mambo haya lazima uyafahamu, uyaelewe vizuri, ili kwamba ujue una operate katika ngazi gani. Na ni rahisi sana Mungu kukupa yote matatu au yote 4 au yote 5 au yote 9. Unakaa nayo kabisa wewe kama wewe. Kwa hiyo hizi habari za karama, wapendo, ni muhimu sana kwetu sisi kuzifahamu. Hapo sasa utakuwa na uwezo wa kusikia mtu na unajua hii ni karama fulani. Unasikia mtu unajua hii ni karama fulani. Sababu kuna wengine wana hata hizi karama na wala hawajui kama wana karama gani. Miongoni mwa hizi karama 9 ambazo tumesoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura 12. Kuna wengine wanazo na hawajui kabisa kama wana karama gani. Wapo tena wengi sana ambao wana karama za Mungu na hawajui karama walizonazo. Karama ya neno la maarifa inahusika na kufunua mambo yaliyopita na mambo ya sasa. Hivi mnaelewa ndugu zangu? Yaani mambo yaliyopita akili za kibinadamu ndio mambo ambayo karama ya neno la maarifa inakuja kufunua. Na mara nyingi nimesema hii karama ya neno la maarifa inakuja inatumika na manabii, kwa sababu njia kubwa ya kuona mambo katika karama ya neno la maarifa ni kuyaona kama vile unaona kwenye movie vile. Yaani unaona hivi, unaona paka ugonjwa mahali ulipo. Unaona mtu paka yaani unaona kama unaona kwenye screen vile. Walio nayo ndio gisi wanaonaga hivyo hivyo, kama mtu unaona kwenye screen. Unaona jina lake hivi, unaliona jina lake. Unaona baba yake hivyo, unaona baba yake ndio na jina lake ndio hivyo. Unaona na unasikia, unaona na unasikia.
Mimi nafikiri haya mambo bwana yanahitaji sana kufundisha watu kwa kina sana ili watu waelewe. Na inabidi hata kuambia watu hata aina za manabii ili watu waelewe kwamba kuna aina tofauti za manabii. Zaidi ya aina 7 za manabii. I'm telling you. Ndio kijana mmoja alikuwa anauliza, sasa mzee, kama karama ya neno la maarifa ndio ishara ya Masia, mbona huko kwenye madhehebu pia wanafanya hiyo? Sikiliza ndugu yangu. Ile ya kule na hii ya huku ni tofauti sana tena sana. Ndio maana leo nitawapa ishara za karama ya neno la maarifa ya kweli. Sababu hakuna kitu shetani ameiga sana kama hii karama ya neno la maarifa. Ameivamia sana na ameingiza shida nyingi na chokochoko nyingi sana. Na wengi sana ni waigaji wa karama hii. Nitawapa ishara leo. Moja miongoni mwa ishara kubwa ya karama ya neno la maarifa, kwa mujibu wa gisi Yesu alivyoitumia karama ya neno la maarifa katika neno. Subiri kwanza nikafungue Biblia yangu katika kitabu cha Yohana sura yake ya 4. Fungua pia pamoja na mimi. Yohana sura yake ya 4. Katika Yohana sura ya 4 kwanza mstari wake wa kwanza, ni Yesu anakutana na yule mwanamke Msamaria. Sikiliza mfano wa moja ya karama ya neno la maarifa. Yesu anakutana na yule mwanamke Msamaria kwenye kisima. Nafikiri tunajua sote hii hadithi. Yesu akaambia yule mwanamke hivi, yule mwanamke akamwambia, Bwana, nataka nisome moja kwa moja mali ninapotamani kupasoma. Naanza mstari wa 14. Walakini yeyote atakayekunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchemu ya maji ya kububujika uzima wa milele. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, unipe maji yayo nisione kiu wala nisije hapa kuteka. Yesu akamwambia, nenda kamwite mume uje naye hapa. Sikiliza maongezi Yesu na mwanamke, nenda kamwite mumeo uje naye hapa. Yule mwanamke akajibu akasema, sina mume. Yesu akamwambia, umesema vema, sina mume. Sikiliza neno la maarifa. Kwa maana umekuwa na waume 5, naye uliye naye sasa siye mume wako. Hapo umesema kweli. Umeona neno la maarifa? Yesu anaambia huyu mwanamke, kwa maana ulikuwa na wanaume 5 iliyopita, na uliye naye sasa sio wako ya sasa. C'est ça le don de la parole de connaissance. Yaani watu wengi wamefanya confusion kubwa kati ya karama ya neno la maarifa na upambanuzi wa roho. Kujua jina la mtu, kujua ugonjwa anaoumwa, kujua mahali alikotoka, jambo alilolifanya, kitu fulani kilichopita, sio upambanuzi wa roho jamani, ni neno la maarifa. C'est ça le don de la parole de connaissance. Nafikiri tunaelewana vizuri watoto. Nafikiri hili halitakuja kuwachanganya tena. Nimesema tangu mwanzo nitawaonyesha tofauti kati ya neno la maarifa, upambanuzi wa roho na unabii. Nitawaonyesha tofauti, wala msiwe na wasi. Kwa hiyo huo ni moja miongoni mwa mifano mizuri sana inayoonyesha jinsi gani Yesu alivyotumia karama ya neno la maarifa. Nataka nionyeshe mfano wa pili. Mfano wa pili ni hapa katika kitabu hichi cha Yohana sura yake ya 1. Tunaona hapa habari za Filipo na Nathanaeli. Kumbuka Filipo na Nathanaeli ni watu wa mji mmoja. Filipo na Nathanaeli wanajuana, ni marafiki. Wote wanatafuta nani? Masihi. Bahati nzuri Filipo akakutana na Masihi. Filipo alipokutana na Masihi akasema, wacha nikatafute rafiki yangu Nathanaeli ambaye mimi na yeye tumekuwa tukipambana kutafuta huyu Masihi. Kwa hiyo Filipo akaenda anamtafuta Nathanaeli. Bahati nzuri alikoenda Filipo anamtafuta Nathanaeli, akakuta Nathanaeli yuko chini ya mti. Akamwambia Nathanaeli, njoo rafiki yangu, nimekutana na yule nabii, nimekutana na Yesu mwana wa Yusufu, nabii kutoka Nazareti. Nathanaeli akaambia Yusufu, kutoka wapi? Nazareti. Nazareti anaweza akatoke mtu na Nazareti atoke nabii. Nazareti hapa atoke nabii. Ametoka Nazareti. Napenda sana jibu la Filipo kwa Nathanaeli. Filipo akaambia Nathanaeli, njoo uone. Tusibishane, tusiongee mengi.
Unajua marafiki wanajuanaga. Oya Nathanaeli, mimi nakujua. Tutabishana hapa usiku utaingia. Kwa hiyo haina haja ya kubishana. Wewe njoo mwenyewe ujionee. Nathanaeli akamwambia Filipo, "Aya. Twende." Kwa hiyo Filipo na Nathanaeli wakaenda. Yesu hajawahi kumwona Nathanaeli. Yesu hamjui Nathanaeli. Nathanaeli alipokaribia Yesu, my God. Niko katika kitabu cha Yohana wa kwanza. Niko katika kitabu cha Yohana Mtakatifu, sura ya kwanza. Anza mstari wa 43 unapata hii hadithi. Yesu alipomuona Nathanaeli akasema, "Ona Mwisraeli kweli kweli, ambaye ndani yake hamna ila." Nathanaeli akashtuka. Akamuuliza, "Uliniona wapi?" Yesu akaongeza akasema, "Kabla Filipo hajakuita, ulipokuwa chini ya mtini nilikuona." Utakosaje kuamini? Ndio maana nimekuambia hii karama ina boost imani. Karama ya neno la maarifa ina boost imani. Yaani tu hata Nathanaeli alikuwa haamini. Kwa haya, ulijuaje nilikuwa chini ya mti? Ulijuaje mimi ni Mwisraeli? Haya mawili yakatosha kumkonvinsi nani? Kumkonvinsi Nathanaeli. Hiyo ndio karama ya neno la maarifa. Ni karama inayofunua mambo ndani ya mtu, sio kupambanua roho ndani ya mtu, lakini ni kufunua mambo ndani ya mtu yaliyopita na yaliyopo. Ni tofauti sana na kupambanua roho ndani ya mtu. Hivi mnanipata vizuri? Mnaelewa vizuri? Karama ya neno la maarifa ndo hii aliyotumia, ndo wanatumia. Mungu ametumia sana kwa ndugu yetu Branham hii karama ya neno la maarifa. Zamani pia alikuwa anaita ni upambanuzi wa roho, lakini mwishowe Mungu akaja akamsaisha, akasema hapana, huu si upambanuzi wa roho, hii ni karama ya neno la maarifa. Ndipo na yeye akasaisha, akasema wao, jamani, hii ni karama ya neno la maarifa. Kwa hiyo karama ya neno la maarifa ndo ishara ya Masia. C'est ça le signe du Messie. C'est la parole de la connaissance qui est le signe du Messie, et non le discernement de l'esprit. Sijui kama mnanipata picha, sijui kama mnanielewa. Kwa hiyo watoto wa baba, haraka haraka, sitaki nikawe sana leo. Wacha niwape vigezo maalum ambavyo vitawafanya ninyi muone hii karama kuwa ni neno la maarifa ya kweli au neno la maarifa la uongo, kwa sababu shetani amefeki sana hii karama ya neno la maarifa, ameifeki sana. Kitambulisho cha kwanza ambacho kitakusaidia kujua hii karama ya neno la maarifa ni ya uongo au kama ni ya kweli. Neno la maarifa la kweli alidanganya, kutokukosea. Karama ya neno ya maarifa ya kweli haikoseaji, inaongea kweli 100% mwanzo hadi mwisho, inaleta details nzuri za kweli. Sababu si ni mambo unaona kwa macho yako, sio mambo yanakuja akilini, sio mambo ambayo unawaza, ni mambo unaona kwa macho. Kwa hiyo lazima utaongea kweli. Unawezaje kuwa na karama ya kweli ya Mungu alafu ongee uongo? Hiyo haiwezekani bro, unadanganya. Nilikuwa hapo, kuna kijana wangu mmoja alienda hapo kwenye mkutano mmoja wa jamaa mmoja. Huyu jamaa mtumishi wa Mungu anahubiri, akaweka watu kwenye mstari, akaanza na yeye karama ya neno la maarifa. Akaita kijana mmoja, kijana ambaye ninajua, kijana wangu mimi. Ninaona Bwana ananionyesha wewe jina lako ni Patrick. Wewe ni Patrick na mwezi jana ulisafiri. Kisha akasema, mimi sio Patrick. Mimi sio Patrick na mwezi jana sikusafiri na sijasafiri, nipo hapa. Watu wengi, watu wamejaa, mkutano wa hadharani. Na kijana anaongea kwenye mic, mimi sio Patrick na mimi sijasafiri. Tu wa Mungu hajapata aibu ya ajabu. Ndugu zangu watumishi wa Bwana, kama una hiyo karama, kwa nini kujisumbua? Wewe subiri tu, malize kuhubiri urudi nyumbani. Yaani watu wanajidanganya, wanajisumbua. Njoo, wewe unaitwa fulani, my bro. Kwa nini? Ala chao. Kwa nini unajisumbua na kitu ambacho una? Kama wewe huni hiyo karama, sio ufanye mengine. Sihubiri tu neno yaishie hapo. Mpaka na wewe uonekane ulifanya wakati unafanya vitu vya uongo. Na ni vitu vya kubahatisha. Vitu ambavyo havina uhakika. Na unajua kabisa hii mambo ninabahatisha. Sasa si uache. Si maana yake hauna hiyo karama.
Ona kisi huyu jamaa hapa alivyotuaibisha. Unajua kuna aibu, mnapata aibu mpaka mnashindwa mtaingia chini ya udongo mtaenda wapi. Na kijana akawa mkakamavu kabisa. Mimi sio Patrick. Mungu ananiambia wewe ni Patrick. Mimi sio Patrick. Mungu ananiambia ulisafiri mwaka jana. Sikusafiri mwaka. Ajabu sana watumishi wa Mungu. Kama una hiyo karama ya neno la maarifa, kaa zako kimya. Hubiri neno, maliza kuhubiri neno, nenda nyumbani. Ishara ya kwanza, kama karama ya neno la maarifa inatoka kwa Mungu, haibatishi. Inaongea kweli moja kwa moja. Kama unaona karama inabatisha nini? Achana na hiyo. Kitu ya utoto hiyo. Utoto. Alama ya pili, kama karama ya neno la maarifa inatoka kwa Mungu, inategemea Mungu 100%. Utumie karama kwa matakwa yako wewe. Karama sio yako, karama ni ya Mungu aliyekupa. Mpaka umekuwa ubishi mkubwa sana. Baadhi ya vijana wanasema ya kwamba mimi ninatumia karama yangu kwa mapenzi yangu. Nikitaka naitumia, nisipotaka nikasema hiyo sio ya Mungu, ni ya kwako. Hadi nimekuta kijana mmoja anafundisha eti malaika tunaweza kuwatuma wanaenda wanakasema wewe kaa chini kwenye benchi ufundishe ujumbe. Malaika tunaweza kuwatuma. Nani aliyekufundisha hivyo? Malaika hawatumwi na wanadamu. Malaika wanafanya kazi kwa wanadamu, lakini wanatumwa na Mungu. Wanaongozwa na Mungu. Huwezi sema I sent the angel. I sent. Who told you that you can? Which authority do you have to send the angel? Wewe ujinga gani wewe? Who told you that? Unaweza kutuma malaika wewe? Wewe utatuma malaika wapi? Malaika anatumwa na Mungu. Hata kama anatumika kazi kwako, lakini anatumwa na Mungu. Ni kama vile mwanajeshi ambaye amepelekwa kwa kulinda mkubwa wa idara fulani. Wewe una mamlaka juu ya yule mwanajeshi. Yule mwanajeshi anatumwa na commandment yao ya kijeshi. Ndivyo walivyo malaika kwetu. Na hizi karama zinaletwa na Roho Mtakatifu, lakini ziko executed kwetu na Roho na malaika. Ziko manifested na malaika. Ni malaika ndio wanaongoza. Hata kama zimeletwa na Mungu kwetu na Roho Mtakatifu kwetu, lakini malaika ndio wanazifanyia kazi ili kwamba ziweze kuwa manifested. Kwa hiyo ndugu zangu, hii karama ya Mungu ya kweli ni Mungu anaicommand, ni Mungu anataka uone, ni Mungu anataka utabiri, ni Mungu anataka pale anapotaka Mungu ndo. Yesu hakufanya kitu kwa matakwa yake, na ndo mwana wa Mungu. Chochote alichofanya, hata kuombea wagonjwa mpaka Mungu amwambie. Kisha wewe unasema eti karama yako unaitumia wakati unavyotaka wewe kutumia kwa sababu umekomaa sana kiunabii. Acha uongo bwana. Mambo mengine ni uongo tu wa kitoto. Jamani, msisikilize kila mtu. Hawa watu wengine wanakuja hapa ni kudanganya watu tu. Mtu ndani Mkristo nani ambaye atasema karama yake yeye anaitumia muda wote yeye anaotaka. Akitaka kuona anaona. Akitaka kuona kiroho anaona kiroho. Kweli karama ya Mungu hiyo ni karama ya shetani, sio ya Mungu. Kwa hiyo ishara ya pili ya kuonyesha kwamba hii karama ya neno la maarifa inatoka kwa Mungu ni kwamba hiyo karama inategemea Mungu 100%. Haitegemea akili zako. Jambo la tatu, ishara ya tatu inaonyesha kwamba hii karama inatoka kwa Mungu. Hakuna nguvu za mtu binafsi, hakuna saikolojia yako katika kutenda hiyo karama, katika kutumia hiyo karama. Hakuna akili zako. Ni Mungu anakufunulia alafu unatenda. Kongo kuna kitu kinaitwa makiona. Sijui kama mnakifahamu Tanzania, Kenya. Ila hapa DRC kuna kitu kinaitwa makiona. Kwa hawa manabii hawa. Manabii kuna mpaka sasa hivi manabii wa makiona. Shika vizuri hilo neno makiona. Lisije likawa huko Tanzania au Kenya pia. Makiona ni nini? Wacha nieleze kidogo hapa makiona. Dakika zangu zimeenda, lakini wacha nieleze makiona. Hawa manabii wa makiona ni watumishi wa Mungu. Manabii wana makanisa makubwa sana. Wanafanya nini? Yeye si yuko kwenye ofisi yake. Kule kwenye ofisi yake si ana kamera. Si kamera zinawatazama mule ndani ya kanisa, na ofisi ni kwake anaona. Kwa hiyo anatuma maashers wake. Wanaenda wanawauliza nyinyi majina. Wanajua majina yenu, mnatoka wapi, baba zenu, wazazi wenu. Wewe unafikiri tu unaulizwa tu na ashers. Baadaye ule ashers anaenda kwenye ofisi ya nabii, anampatia nabii yale yote majina. Na nabii alikuwa anatazama kwenye screen, kwa hiyo aliona ni mtu gani wa nguo ya rangi fulani, na anaambia kabisa ashers, huyu mweke kiti cha mbele, huyu kiti cha mbele, ili kwamba nikiingia nianze kuwatabiria hapo. Kwa hiyo unaona nabii anakuja, can I prophesy? Wewe ni fulani, baba yako ni fulani. Kumbe ni majina aliyopewa na ashers, na alikuwa anatazama kwenye kamera. Hiyo ndio inaitwa makiona.
kwa lugha za Kikongo hii inaitwa makiona. Kwa hiyo unasikia nabii unasema huyu ni nabii wa makiona huyu bwana. Sasa ni nini katika karama ya kweli? Hakuna makiona hapo. Sasa nafikiri mnanielewa vizuri eh? Katika karama ya kweli ya neno la maarifa hakuna makiona. Ukiona unaanza tumikisha makiona, maana yake wewe sio nabii wa kweli. Hawa manabii wa makiona wengine wanaenda mpaka wanaiba taarifa za watu kwenye social media. Anaingia kwenye Facebook account yako, anachukua taarifa zako zote and then anajifanya anakuja kukutabiria kanisani. Kumbe ni taarifa alitoa za kwako kutoka wapi? Kutoka Facebook yako account. Hiyo ndio inaitwa makiona kwa lugha za Kikongo. Kwa Kilingala inaitwa makiona. Sasa katika karama ya kweli ya neno la maarifa hakunaga makiona. Hakuna nguvu zako binafsi za kutumia. Hakuna akili yako binafsi kuitumia. Kwa hiyo karama hii ndugu zangu ni karama nzuri sana, na lengo yake kubwa ni kuboost imani la mtu. Imagine unakuja wewe uombewe. Sija kuombea nishasema jina la babako, jina la mamako. Hapo zumisha pona. Nakumbuka alikuja mama moja Kigoma. Huyo mama alikuwa na matatizo kwenye mguu wake wa kuume, kidole gumba cha mguu wa kuume. Akaja aliponikuta kwenye hoteli nimuombee, akaja kwenye hoteli. Alipofika kwenye hoteli, kidogo na mimi Mungu akanifunulia bwana. Mungu akanionyesha huyu mama ana matatizo kwenye mguu wake wa kuume, kwenye kidole gumba. Sijamwombea, mimi nikamwambia tu, nikasema mama, una matatizo kwenye mguu wako wa kuume. Akasema ndiyo baba, ndio. Nikasema tulia usinani. Na sio mguu wote, ni kidole. Akasema ndiyo baba. Nikasema tulia tu. Na sio vidole wote, ni kidole gumba. Nilipompa hizo details, mama aliruka. Ndio mtumishi wa Mungu, nimepona. Na nisikuomba hata kuomba. Na hapo akasema amepona. Na kweli akapona. Kwa hiyo hii karama inakuja kuboost imani. Ilikuwa Kigoma pale, Kigoma mjini pale, nilikuwa kwenye hoteli. Huyo mama ndo akaja eti nimuombee. Na mimi Mungu akanipa kidogo bwana. Mungu aache mjakazi wake. Akanifunulia ni kadogo hapo. Nilipojaribu kwa huyo mama kidogo tu. Mama hajapona. Mtu ambaye hapa anaonaga sana ni mke wangu. Mke wangu anaona bwana. Yaani siku moja alikuwa sokoni. Tunatoka sokoni. Yeye akaona ndugu mmoja amesimama na mwanamke kwenye umbali kama wa kilomita 3. Akasema ninaona ndugu fulani yuko chini ya mti na mwanamke, na yeye na mwanamke anaongea mambo ya uzinzi. Na tuko sokoni, na tumetoka hapa tukaenda sokoni sisi wawili. Nikamwambia atuende nyumbani, twende kwa hiyo sehemu. Sababu sehemu aliyoitaja nilijua. So yeye aliona kama screen, tukaenda mimi na yeye. Na kweli tukakuta ndugu yuko pale na mwanamke. Ndugu alitetemeka hivi. Nikamwambia sasa mke wangu ilikuwa anasema gisi tulitoka sokoni tu nikaona kama picha hivi. Nikaona kama screen. Alafu nikaanza kuona ndugu anasimama na mwanamke wanaongea. Nikasikia hadi na maongezi yao wanaongea masuala ya mapenzi. Sio unaona? Ule ndugu usali tuona pale, sina fikira alishtuka. Kwa hiyo ndugu zangu, nataka niwahakikishie hii karama haiombi nguvu zako. Yaani haiombi saikolojia yako. Sio masuala ya kusoma akili za watu. Ni tofauti sana na telepathy. Hii sio telepathy. Hii sio kusoma saikolojia. Hii sio kusoma mtu sura. Sababu kuna mbinu fulani unaangalia mtu hivi, unaona kisa anavyotikisa macho, anavyotikisa kope nini, unaelewa mawazo yake. Hiyo sio hiyo. Hiyo sio ile kutransform mawazo yako yaje kwangu telepathy. Hii ni karama ya Mungu. Ni Mungu anakufunulia jambo bombo, unaliona kama vile picha na liko hivyo. Na haiombi nguvu zako binafsi. Hiyo ndo karama inaitwa neno la maarifa. Inafunua mambo yaliyopita na mambo ya sasa. Bwana wabariki. Wacha niende kwenye ibada la maombi. Leo ni siku yetu ya maombi. Next time tunaingia kwenye karama nyingine.